Thank you, Sister Joyce. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine, kwa neema nyingine. Naomba okay. Not that one. Leo tunaendelea na tunamalizia na hiyo chapter nyingine, kama alivyosema Sister Joyce. Last week tuliona jinsi ambavyo wana wa Israeli walitaka Samueli alikuwa ameshakuwa ni mzee, na walitaka kuchaguliwa mfalme mwingine, wapewe mfalme ambaye wanamuona. Kwa hivyo chapter 4 tulipofikia ni kwamba walikuwa tayari, kwanza Samueli mwenyewe alishajichagulia watoto wake wawe mahakimu, lakini pia viongozi kwenye verse 4 na 5 wakasema kwamba Samueli amekuwa ni mzee, kwa hivyo hawezi kuongoza, kwa hivyo awachagulie mfalme ambaye ataweza kuwaongoza. Kwa hivyo naomba mimi niende moja kwa moja kwenye kuna vitu ambavyo vilikuwa vimebakia ambavyo tu ningependa tu kushare na nyinyi, kwa sababu last time tulivyoongea tulikwenda kwenye Mnaona screen yangu Yes, Ndio. naiona. Okay, kwa hivyo tulikuwa tumeongelea kuhusu hao viongozi na vitu vichache, kwa hivyo na sifa za viongozi. Kwa hivyo kuna vitu vichache ambavyo nataka kushare na nyinyi kuhusu hawa viongozi, kwa sababu unajua kwamba hawa viongozi nilijaribu kucontrast kwamba kuna viongozi hawa Old Testament na wale wa New Testament. Kwa hivyo last time tuliongelea sifa za qualities za viongozi, lakini katika hapa ningependa tu kupitia tu kidogo tuweze kuwatambua viongozi, sababu ndio tunaongelea viongozi, lakini ni viongozi wa aina gani, walichaguliwaje. Kwa hiyo tunaona kama kwamba katika kipindi hicho kwamba walikuwa ni viongozi ambao walikuwa wanaheshimika na waliwakilisha kabila, kwa sababu kila kabila lilikuwa na kiongozi wake. Kwa hivyo waliwakilisha kila kabila na kila ukoo na kila familia. Na pia viongozi hao walikuwa ni wa kijamii zaidi, yaani ni masuala ya kawaida ya kijamii. Kwa mfano tunaweza tukasema kama jinsi ambavyo Tanzania tuna viongozi wa nyumba 10, makatibu tawala na nini ya. Kwa hivyo hao walikuwa ni watu social kwa ajili ya masuala ya kawaida, lakini mambo ya Mungu zaidi alikuwa ni Musa. Kwa hivyo hao walikuwa ni watu ambao walikuwa wamechaguliwa, waliongoza katika uongozi na Musa, na tunaona kwamba walikuwa ni watu 70 na walichaguliwa na Musa. Tunaona kwenye kitabu cha Hesabu 11:16, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kutania wasimame huko pamoja na wewe. Kwa hivyo yani hao walikuwa ni viongozi ambao walikuwa tayari wako katika system, watu wanaoeleweka, ambao wana tabia nzuri, wanamcha Mungu. Alafu pia tunaona kwamba yani baadaye katika ile baada ya Musa hao 70 waliendelea katika ile baraza la kuwaongoza wana wa Israeli. Kulikuwa na chief high priest alikuwa humo ndani, na hao 70 wengine walikuwa humo ndani. Kwa hivyo huyo chief priest alikuwa among hao 70 ambao walikuwa wanachaguliwa, kwa sababu walikuwa wanachagua hao wote, alafu walikuwa wanachagua ambaye ni overall. Kwa hiyo tunaona pia walichaguliwa kutokana na tabia na hekima na uwezo wa kumcha Mungu. Alafu pia tunaona kama kutoka zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu, wakuu wa mamia na wakuu wa 50. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa viongozi walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaheshimika, walikuwa wanamcha Mungu. Kwa hivyo walikuwa na sifa zote za kuwaongoza wana wa Israeli, kwa sababu unapochagua kiongozi juu yako ni lazima awe ni mtu ambaye amekuzidi,
Kwa hivyo hawa tunaamini kwamba walichaguliwa, walikuwa na vigezo vyote. Kwa hiyo tunategemea kwamba hawa wangeweza kuwasaidia wana wa Israeli waweze kufuata njia za Mungu na kuishi katika mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo pia tunaona kwamba walikuwa ni mahakimu, walikuwa wanasaidia kutatua migogoro na kutoa haki katika ngazi ya kijamii. Hapo tunaona hapo hiyo kumbukumbu hiyo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kutoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu wapate kufa. Kwa hivyo yani inaelezea tu, kwa sababu pia kulikuwa na miongozo ya kuwasaidia, na pia tunaona kwamba hao walikuwa ni wawakilishi kati ya watu viongozi wa kitaifa, Musa na wafalme. Kwa hivyo basically ndio hivyo. Alafu tunaona kingine, hawa zaidi ya kwamba kutatua tu migogoro, tunaona pia kwamba walishiriki katika mambo ya kidini, yale ya zile ceremonial things. Kwa hiyo tunaona kwamba walishiriki pia kiagano, sio tu kutoa sheria na kuongoza watu, lakini pia kama wanaowaongoza lazima wafahamu. Kwa hivyo walikuwa wanamsaidia Mungu. Kwa hiyo tunaona shuhudia uwepo wa Mungu kuongoza watu kwenye kuabudu. Kwa hivyo hapo ndio tunaona kwa mfano kama hayo maandiko hapo niliyoweka, ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamuona Mungu wa Israeli chini ya miguu yake. Palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi kama zile mbingu. Haya, naomba nishie hapo. Nisome tu hii hapa 24. Nao Israeli wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote, na hao wazee walioishi baada ya kufa kwake Yoshua, hao walijua kazi yote ya Bwana. Kwa hivyo hawa walikuwa watu ambao ni very powerful na walifanya mambo mengi sana. Kwa hivyo pia nikajaribu kuangalia, je, wazee pia, kwa sababu wao walikuwa 70 hao wakati wa Musa, lakini na je katika kanisa la Agano Jipya tunaona kazi kubwa ya hao waungwana walikuwa ni kama overseers, kama pastors, walikuwa ukiroho kuongoza na kufundisha na kutunza makanisa ya kijamii. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi yao kubwa zaidi. Kwa tunaona kama hapo, na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Kwa hivyo yani hao wazee waliwekwa kwa ajili ya kuwasaidia kiroho zaidi. Alafu na kingine tunaona kwamba walichaguliwa na mitume au wawakilishi wao kama Titus, na pia walichaguliwa pia kutokana na sifa zile tabia na ukomavu wa kiroho ambao walikuwa ni zaidi, kwa sababu wanasema lazima wawe above reproach, self control, na kufundisha na kuweza nyumba zao, yani watu ambao wana tabia nzuri. Kwa hiyo tunaona kwamba huwezi tu kuwa kiongozi, lakini lazima uwe na sifa nyingi za zaidi sana ni kumcha Mungu na uwe mtu ambaye umenyooka. Alafu kingine tunaona pia walichaguliwa kuwa kulinda, kulisha na kutunza maisha ya kiroho. Kwa mfano kama hiyo Matendo ya Mitume 20:28, jitunze nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake aliloliinua kwa damu yake. Kwa hivyo hizi zote zinasaidia tu kujua kwamba, najua wengi humu ndani tumechaguliwa kuwa viongozi katika makanisa yetu. Kwa hivyo sio kuchaguliwa tu, ndio kuna sometimes watu wanachaguliwa kwa uzoefu, wengine kwa kujulikana, wengine kwa hela, lakini tujifunze kwamba sisi ambao tuko humu ndani, kwamba tunapochaguliwa katika hii nafasi, kwamba ni nafasi ambayo ni very important, sio kitu cha kucheza nacho, kwamba Mungu anatutegemea, kwamba wale wote ambao tumepewa, hata kama umepewa kumsimamia mtu mmoja, hiyo nafasi unapaswa kuichukulia very serious, kwa sababu Mungu anakuangalia wewe na anakutegemea wewe. Na kingine tunaona pia walichaguliwa yani ili kwa ajili ya injili sawa, na kurekebisha makosa na kulinda kanisa dhidi ya imani potofu. Hapa tunaona kwamba kikubwa kama hapo Timotheo anaosema wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kwa hivyo yani hao viongozi katika kipindi hicho walikuwa ni watu ambao wamejitoa kwa Mungu, wanaomtumikia kwa uaminifu, wanafanya kazi ya Mungu, kuinjilisha,
kuwalisha kondoo, kuhakikisha kwamba wanawalinda. Kwa hivyo nawakumbusha tu jamani, kwamba sisi tumeitwa wote kuwa waaminifu na kufanya kazi, sio ceremonial post, kwamba jinsi kwamba wewe umechaguliwa tu kwamba unaenda kukaa. Na pia tunapochagua tuchague watu ambao wana hizi sifa, ili kusaidia kwamba katika kanisa la Mungu wawe ni shepherds wazuri kama Yesu mwenyewe alivyo. Pia tunaona kwamba ni kuombea kanisa na hasa wagonjwa. Kwa hivyo jamani, hizi kazi muhimu. Uongozi jamani ni kuwajibika, sio kuwepo tu kukaa uonekane upo tu na sifa. Kwa hivyo tunapochagua viongozi tuwe makini, kwa sababu hawa aidha watatusaidia kuishi maisha yanayompendeza Mungu ama kupotea. Kwa hivyo tuwe makini katika viongozi tunaochagua kwa ajili ya kuwaongoza watu wa Mungu. Alafu pia kusimamia masuala ya kanisa kama Timotheo anavyosema hapo, wazee wa Israeli 70, viongozi wa jamii, watu wa kanisa la Agano Jipya. Hii ilikuwa ni ofisi sana sana, wale walikuwa kijamii, lakini pia wanasaidia mambo ya kiroho. Lakini hao Agano Jipya zaidi tunaona walikuwa kiroho zaidi, kwa sababu kule Musa ndio walikuwa karibu na Mungu zaidi, alikuwa anachukua kiroho zaidi, lakini hao wengine walikuwa kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hivyo tunaona kwamba wote hawa ni kwamba ni vitu gani ambavyo wanafanya. Okay, sasa twende kwenye hiyo 6 mpaka 22. Okay, ngoja mimi stop sharing. Nime stop sharing, Joyce. Hello? Bado inaonekana. Okay. Joyce, naomba tusomee hiyo 6 mpaka 22. Kwa hiyo nisome kwenye Biblia yangu? Kuna mtu anaiweka au nisome tu? Nilikuwa nimeweka ili ya kusaidia kuweka umo, lakini sioni. So naomba utusomee, naitafuta niweke. So Okay. Kwa hiyo naanza mstari wa 6 mpaka wangapi? Mpaka 22. Okay. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samuel, waliposema tupe mfalme atuamue. Naye Samuel akamwomba Bwana. Bwana akamwambia Samuel, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalokuambia, kwa maana hawakukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao. Mstari wa 8. Kwa kadri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine, ndivyo wanavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Naye Samuel akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii: atawatoa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari. 13. Na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waokaji. Atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na mizeituni. Atatoa mashamba yenu ya mizabibu na mizeituni, yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na wa mizabibu yenu, awape maakida wake na watumishi wake. 16. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe.
atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku ile. Walakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Samueli akayasikia maneno yote ya watu, akayanena masikioni mwa Bwana. 22. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti yao, ukawafanyie mfalme. Kisha Samueli akawaambia watu wa Israeli, enendeni kila mtu mjini kwake. Tumeishia hapo. Basi Amen. Karibu. Amen. Basi karibuni, kama ilivyo kawaida yetu, kunyanyua mikono na kuendelea. Karibu Ima, uendelee. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Mimi nimejifunza tu kitu kipo kwenye mstari wa 6 ambao unasema kwamba Samueli aliposikia lile neno likawa baya machoni kwake, alikwenda kuomba kwa Mungu. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tunapokuwa tunapata habari ambazo hazikufurahishi, kitu cha kwanza tunachotaka kufanya ni kwenda mbele za Mungu na kwenda kuomba, kama vile mstari wa Filipi 4:6 unavyosema kwamba usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Kwa hiyo nimejifunza tu hapo kwamba most of the time tunapata habari njema, badala ya kuenda kuomba Mungu aweze kupindua au atupe direction, tunalalamika, tunafanya vitu vingine vyovyote, lakini tunasahau kwamba inabidi turudi kwa Mungu, hili jambo sio jema, unasemaje, unatusaidiaje na nini. Kwa hiyo nimejifunza tu kwa Samuel kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye ni muombaji, ambaye anamruhusu Roho Mtakatifu na mruhusu Mungu aweze kumuongoza katika uongozi wake, sio kutumia akili yake. Nimejifunza hii. Asante. Amen, ubarikiwe. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu mimi hapa, kuna vitu nimejifunza kuanzia huo mstari wa 13 kwa mpaka hapo chini, yote ilikuwa yani yale Mungu alivyoongea nao kwamba watafanya hivi watafanya hivyo, vyote vilikuwa vinaelezewa hapo kwenye mstari wa 13. Umeona kitu nilichojifunza hapo kwamba yani mwanadamu, yani asili ya mwanadamu, naona kama tuna uselfish, kwa sababu vitu vinafanyika hapa mpaka leo hii kwenye uongozi wetu, especially kwa Afrika, unaona haya mambo yanaendelea. Umeona? Kwa hiyo inatuonyesha kwamba tunapokuwa viongozi inabidi tumuombe Mungu aweze kutoa zile dhambi zituzingazo, ambao ni mojawapo ya ubinafsi. Umeona? Kwa hiyo bila Mungu ni wachache sana wanaweza wakaenda sawa sawa na vitu wakasimamia haki, lakini ni Mungu peke yake ambaye anaweza katutengeneza tunaposimama kwenye uongozi. Kwa hiyo katika hiyo vitu ukiangalia mwanadamu katika uongozi huo, utaona kuna unyonyaji hapo, kwenye unyonyaji wa uchumi, utaona kuna kitu kingine pale ba kupoteza uhuru. Hivyo vitu tunavyoongelea sasa hivi I don't want to mention, lakini hata tunakopitia hata nchi zetu ni momo kunyima, kupoteza uhuru, dictatorship unauona katika huo uongozi. Umeona? Alafu unaona kabisa yani kwenye kuna maamuzi mabaya au kuna kitu cha kubebelea kibaya ambacho kipo katika uongozi. Kwa hiyo na dhuluma iko humo. Kwa hiyo hii ni hali ya mwanadamu most of the time kama Mungu hayupo kati. Umeona? Hiyo nimejifunza. Kwa hiyo tunapoomba viongozi, especially nataka niongee hii na katika ushuhuda kidogo. So ushuhuda, I don't know, kuna kitu nilikuwa najifunza wakati tunaombea Tanzania. Kuna muda nilikuwa na machungu, yani kwamba unaomba kwa ajili ya mapenzi yako wewe. Lakini je, unamjua huyo mtu? Mwanadamu ni mtu wa kubadilika anytime. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba tusiende na mawazo katika ndani ya maombi, tumwache Mungu mwenyewe achague watu wake kama tunavyostand ndani katika gap. Na kingine nimejifunza pale walipokuwa wanasema kwamba yani kwamba tunatafuta mfalme ili tufanane na wengine. Yani Mungu yani katika maandiko unasema hivi, Mungu ataongea na kila taifa. Umeona? Yani we have a different character. Tanzania jinsi ilivyo na watu wake is a difference na Nigeria jinsi walivyo. Kwa hiyo zile tawala hata jinsi wanavyodini na vile vitu inatokana tofauti na character ya watu na behavior whatsoever. Kwa hiyo hatuwezi kufanana.
Hiyo nimeongelea kimwili. Katika damu na nyama kwa sisi, yani kwa mfano, yani tusitafute kufanana. Yani Joyce yuko hivi, anaomba hivi, au anafanya vile. Hapana, agenda Mungu aliyoiweka kwa Joy is a difference aliyoiweka kwa Sister Ima. Umeona? Kwa hiyo tunapokuwa tunaingia, tusijifananishe. Tuombe Mungu yani atoe kile kitu, kukielewe ni kitu gani ulichonacho, wala usiombe kufanana kama fulani anavyoomba, wala usifanye kitu fulani kwa sababu kila mtu amebebeshwa neema yake kutokana na kitu alichofanya nini, alichopewa. Alafu kuna kingine tena hapo mimi nimekiona kwamba yani Mungu ni mvumilivu na Mungu ni Mungu wa rehema. Yani ukimwangalia jinsi anavyoongelea jinsi wana wa Israeli walivyofanya vile, lakini unakuta Mungu anasamee. Ndio maana tumeambiwa kwamba kusamee ni tabia ya kiungu. Hebu jaribu kuangalia Mungu miujiza yote aliyoitenda, amewapa hilo sanduku la agano, lakini bado wanaenda katika taratibu zao. Kwa hiyo na sisi tumuombe, yani tuombe ile tabia ya kusamee ya kimungu, kwa sababu tunapofika katika hiyo tabia ya Mungu ambaye kuna uvumilivu, kuna muda yani anasamee, na sisi Mungu akatusaidie tukiweza kuwabeba watu au hata kujibeba na sisi wenyewe. Ni tabia moja ya kiungu imenani sana. Na cha mwisho kidogo, afu ni watu wengine waendelee, kwamba kuna kitu nimekiona hapa kwamba Mungu ametuumba kwa mfano wake tufanye kazi yake yeye. Hiyo ndio zumuni. Kwa hiyo pale anapoonaga tunabeba mazumuni yetu sisi, yani mapenzi yetu sisi, sio mapenzi aliyotuumbia, anatuacha. Na anapotuacha anaweka uso wake pembeni. Tumeona sanduku la agano lilivyochukuliwa, uso wa Mungu ulivyokuwa pembeni na mapigo aliyoyapata. Kwa hiyo tumuombee Mungu aendelee kuachilia neema juu yetu, kila tunachokifanya kiwe katika mapenzi yake yeye, ili tupate uwepesi wa kumiliki duniani na huko mbinguni tunakokwenda. Amen. Amen. Kuna mwingine? Basi na mimi nataka niseme pointi moja kabla mtu mwingine hajanyosha mkono au mwalimu hajaja, kwamba nimejifunza kitu kwamba Mungu wetu yeye ni mwema. Kila kitu tunachotaka kufanya huwa anatoa tahadhari. Tukiona kama hapa hawa watu waliambiwa na Samueli, maana Samueli aliambiwa kwamba hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi, walinifanyia Mungu mpaka akakumbushia ile story alivyowatoa Misri. Umeona? Lakini nimeona kwamba kumbe tunapewaga tahadhari, lakini bado hawa watu wakang'ang'ania. Kwa hiyo hata na sisi huwa kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akatuona, lakini aidha ndio kwa kutaka kwetu au kwa kutokujua au kwa kutokutii, tunaenda tofauti, tunang'ang'ania tunavyovitaka, alafu madhara yanakuwa kwetu. Mungu atusaidie. Karibu Ima, naona umenyosha tena. Na kuongezea tu kwenye point yako ya kusema kwamba Mungu anatuonya, lakini pia kwa kitu tulichojifunza hapo pia, sio kila ombi tunalokuwa tunamwomba Mungu anatupa, sio kwamba ni mapenzi ya Mungu. Saa nyingine Mungu anatujibu majibu yetu ili tuweze kujifunza. Ukisoma, sitasoma kwa sababu ningesema, ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 14 mpaka mwisho, wakati wale wanaingia kwenye nchi ya ahadi, kuna vitu hapo Mungu aliambia kwamba kama wakihitaji mfalme wamchague mfalme wa aina gani. Kwa hiyo mimi inanifikia kwamba ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba at some point Waisraeli wawe na mfalme, but it wasn't at this point. Ila kwa sababu wenyewe walienda ahead of Mungu, ndio Mungu akamwambia akawapa, lakini alipowapa aliwaona kwamba atawaletea mfalme ambaye sio ambaye anachaguliwa na Bwana. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 17 utaona kwamba umchague mtu ambaye amechaguliwa na Bwana. Kwa hiyo hawa walijichagulia wenyewe, ndio maana Mungu akaamua kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo najifunza hivyo kwamba tunatakiwa tuendelee tu kuomba kwamba Mungu aweze kutupa ile mapenzi yake, tuweze kujua mapenzi yake, na tunaweza kujua hivyo tukiwa tukijikita kwenye neno, tukikaa kwenye uwepo Mungu atatusaidia. Tunapokuwa tunakuwa na desires ambazo sio zinatupelekea sehemu sahihi, au desires ambazo tunakuwa tuko ahead of God, ili tuweze kupata hayo mazao. Kitu kingine unaona kwamba hizo ahadi ambao utabiri Samuel ambao hapa kwamba mfalme wenu atakuwa aina gani, ambao ni mfalme wa duniani, ni tofauti kabisa na mfalme ambaye yule ambaye walikuwa wameambiwa wamchague kwenye Kumbukumbu la Torati. Ule ilikuwa ni kama picha ya Yesu ambaye tunajua yeye ndio mfalme wa wafalme. Na ukisoma katika Biblia kuna sehemu Yesu mwenyewe anasema kwamba yeye alikuja kuhudumia wala sio kuhudumiwa, yani he came to serve not to be served. Lakini ukija kuangalia mfalme atawachukulia hivi, atawachukulia, na kuja kuangalia ndio hata wafalme, kwa sababu sisi tulio katika nchi tunajua wafalme tunavyolipa kodi na nini, tunajua wafalme au royal family inavyoishi, ni kwamba yani ni wanatuchukulia hizo 10%, yani it is exactly the same.
ni kuomba tu Mungu kwamba atusaidia tuongoze na tuweze kuyield to the leading of the Holy Spirit. Kwamba tu Mungu atuepushe na kutusaidia. Amen. Amen. Je, nimenyosha tena? Nimenyoosha mimi katika mstari wa 18. Anasema nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mtakayemchagua Bwana asiwajibu siku ile. Hii ya kusema nanyi mtalia, hii kitu ambayo ni ipo mpaka sasa hivi. Yaani kwamba Mungu, yaani kabla hajafanya kitu chochote, huaga anatoa maelekezo, anaonya, anafundisha, umeona? Kwa hiyo hata hii wao waliambiwa kwamba watalia. Kwa hiyo hata sisi hapa bado tunaendelea kukumbushwa katika hii kitu. Yaani katika mstari kuna vitu vingi sana Mungu anatuonya au anatuambia. Tunasema kwamba hapa mfano tu mdogo. Kila siku tunaambiwa jamani, siku za mwisho zimekaribia. Umeona, unyakuo uko karibu, lakini we can take for granted unyakuo bwana mtoka mwaka 1800 huko wanaongelea unyakuo. Lakini siku ya unyakuo ikitokea, ndicho hicho asema hivi kwamba tutalia sana au watu watalia sana, na muda ule Mungu hatujibu. Kwa hiyo Mungu aachilie neema kuendelea kutafuta uso wake. Umeona, hata siku ya unyakuo tusije tukakutana na hii kitu ya kwanza kulia, na tayari kila siku tunaambiwa siku za mwisho ndo dalili zake. Amen. Amen. Basi nikukaribishe Sister Razia, uendelee. Karibu. Asante sana Sister Joy, nashukuru. Okay, yani nashukuru kwa hiyo michango yote mmeongelea. Namani Sister Razia, naona sijui amenyoosha mikono tena. Okay, sawa. Jenny ni wa zamani au bado unaendelea? Mimi ni nani wa zamani. Okay, naomba ushushe basi. Karibu Darazia. Okay, asante. Haya, kwa hivyo hapo tuna kikubwa hapo tunachokiona ni kwamba waliopaswa kumjua Mungu, kwa sababu hapo mwanzo tumeongelea sifa zote za hao viongozi, kwamba walipaswa wao kuwasaidia watu, kwamba hawakufanya hivyo, kwa sababu sometimes na sisi pia tunaweza, ndio tuwe makini tu kukumbushana kwamba tunapochagua viongozi lazima tuchague viongozi after God's heart, watu wanaomjua Mungu na viongozi ambao wameongozwa na Mungu, kwa sababu hawatatusaidia kuweza kupotea. Kwa mfano tunaona kwamba kwa mfano hao viongozi walivyotaka huyo mfalme na waliambiwa ubaya huyo mfalme, lakini bado waliinsist. Sababu unaona kama Warumi 1:20 nasema for the invisible things of him. Ni kizungu hicho. Okay, sawa. Okay, kikubwa zaidi ni kwamba tuchague viongozi wanaomjua Mungu, kwa sababu wao wanaomjua Mungu hata chochote kibaya kikipenyezwa, wao ni rahisi kukiona na kukisema na kukitolea nje. Kingine ambacho mmeongelea hapa, nakumbusha tu kwamba ni kwamba hawa unajua sometimes tunaweza tukakaa mahali tukajisahau kwamba sisi ni kina nani, kwa sababu kama hawa wana wa Israeli, yani ndio kama sisi, kwamba sisi tulikuwa wenye dhambi, Mungu akatuokoa, akatutoa Misri, akatuleta Egypt, na sasa hizi tumekaa Egypt, tumesahau kabisa kwamba sisi bado ni wana wa Israeli. Kwa hivyo cha msingi ni kwamba hawa watu walijisahau kwamba hata katika ile nchi waliopeleka, kwamba Mungu mwenyewe ndio aliyowapeleka, kwamba tukumbuke kwamba katika chochote tunachofanya kwamba sisi ni taifa teule, kwamba hatufanani na dunia. Yaani katika vitu vyetu vyote tunavyofanya, dunia ina formula yake ya kufanya vitu, lakini sisi hatupaswi vitu kwa formula ya dunia, kwa sababu sisi sio wa duniani. Kwa sababu Mungu wa duniani, kwa sababu wao walitaka kiongozi, kwa sababu kiongozi wa duniani unamuona anafanya vitu, lakini sisi tuna Mungu ambaye yuko ndani yetu, ambaye ni invisible God, anafanya vitu ambavyo hatuvioni. Kwa hivyo by the virtue kwamba hayuko physical, ni kwamba haiondoi ukubwa wake na mamlaka yake. Kwa hivyo kama hawa walivyong'ang'ania kwamba wanamtaka mtu anayemuona, ni kwamba tukumbuke siku zote jamani, tusibadilike, tusiwe kama watu wa dunia, kwa sababu anasema kwamba kwa mfano kama hiyo Kutoka 19:6 anasema ninyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayosema kwa wana wa Israeli, kwa sababu kama hawa ni makuhani, kwamba na wao wameamua na baadaye wanaambiwa kwamba wao watamiliki. Kwa mfano kama hiyo
Isaya 61:6 inasema, nanyi mtaitwa makuhani wa Bwana, mtaitwa watumishi wa Mungu wetu, mtakula utajiri wa mataifa, nanyi katika utajiri wao mtajisifu. Sasa Mungu amewapatia mamlaka yote hayo. Mungu amewapa kutawala Mungu mwenyewe ndio anawapa vitu vyote hivyo. Sasa unapotaka mtu wa duniani akuongoze, ambaye mtu mwenyewe huyo anahitaji kusaidiwa, anahitaji kuongozwa, atawapoteza. Kwa hivyo tuwe makini kwamba katika kila kitu tunachofanya tumtegemee Mungu, tusiconform kwenye standards za ulimwengu. Kingine saa zingine hicho nimekiongelea, lakini nakiongelea tu bypassing kwamba Mungu ni gentleman, tofauti na shetani. Yaani Mungu anakupaga nafasi. Yaani Mungu anaweza akakwambia, anasema hichi ndio kilichoandikwa, hivi ndio ninavyotaka, kwa sababu amesema, kama Joshua amesema kwamba nimeweka uzima na mauti, chagua unataka kitu gani. Kwa hivyo siku zote Mungu anatusikiliza, yaani Mungu alivyo mwema, yaani anatusikiliza. Na kwamba hapo inasema sometimes Mungu anatupa desire zetu tunazozitaka, hata kama ni mbaya, lakini baadaye tutakwenda kuona matokeo yake. Kwa sababu ukimng'ang'ania Mungu sana, yaani kama Joyce alivyosema na wengine walivyosema, ukimng'ang'ania Mungu sana inabidi tu akupe, kwa sababu Mungu alijua kabisa, amewapa torati ya kuwa guide, amewapa wao viongozi wanajua torati, wanajua ubaya wa wafalme wa duniani, lakini waliinsist. Sometimes Mungu watu anatuacha ili tuende wenyewe tufike mpaka mwisho. Tukishagonga mwishoni, then tutarudi nyuma, tutakuja kuomba msamaha na neema itafanya kazi. Lakini tusitake for granted, kama wazungumzaji wa mwisho hapo waliosema Joyce na dada Jenny, tusitake for granted. Alafu kingine ni kwamba Yesu ni kivuli cha mfalme wa kweli ajaye. Yaani kama namshukuru Ima ameongelea sifa, ni kwamba Mungu tu alikuwa amepanga kuwapa hawa watu, kwa sababu unajua tunaishi katika dispensation ambazo ni tofauti. Kwa sababu mwanzoni kule wana wa Israeli walikuwa wanaishi tu wenyewe, walipewa hizo sheria hizo 10 hizo walikuwa wanaishi nazo. Baadaye wakaletwa manabii, wakawafundisha manabii, waamuzi, makuhani. Yaani Mungu jinsi anavyoona watu wanavyozidi kudevelop, Mungu naye anabadilika, lakini ukweli wa Mungu unasimama pale pale. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati utafika Mungu atawapatia. Kwa hivyo na sisi tusiwe na haraka, kile kitu ambacho Mungu ametupangia tuende kwa ratiba ya Mungu. Seasons Mungu ndio anayezipanga. Kwa hivyo tumuombe Mungu katika kila kitu tunachofanya katika maisha yetu, tuende kwa kalenda ya Mungu, kwa sababu kwenye kalenda ya Mungu inawezekana saa hizi wewe sisi tunajiona tuko 2026, lakini kwa mfano kuna wa Ethiopia kalenda ya kwao sijui wako mwaka gani, wako nyuma kweli. Kwa hivyo na sisi kalenda ya Mungu ni tofauti, kwa sababu anasema one day is like 1,000 years and 1,000 years is like one day. Kwa hivyo kwa sisi siku moja ya Mungu ni miaka 1000. Kwa hivyo sisi hao walijaribu kukimbia. Kwa hivyo tumuombe Mungu tuende na kalenda ya Mungu katika kila kitu. Kingine ni kwamba tunaona kwamba hapo ni kwamba Mungu anataka siku zote kwenye hiyo kama kwenye hiyo Deuteronomy, Kutoka 10 Deuteronomy, nafikiri Kumbukumbu ya Nyakati Kiswahili chake, ni kwamba katika hiyo 17 ni kwamba Mungu ameshatengeneza blueprint tayari, ameandaa. Kwa sababu unajua uzuri wa Mungu, yani Mungu ameandaa, yani kabla hatujazaliwa Mungu alitujua, akatutengeneza, akatengeneza kusudi na tukaumbwa. Kwa hivyo ametuweka hapa duniani for specific things. Kwa hivyo yani Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hivyo ni vizuri kumwamini yeye kwamba Mungu yeye ana blueprint ya maisha yetu, anajua kwamba tunapaswa kufanyaje. Kwa hivyo yani katika blueprint ya Mungu tayari mwenyewe alikuwa ameshapanga kwamba yani wakati fulani utakapofika kwamba jamani nitawaletea mfalme, kwamba Mungu alikuwa ameshapanga kabisa kwamba atawapa mfalme. Kwa hivyo kingine pia ni kwamba Mungu mwenyewe alijua ni wakati gani, alijua kwamba hawa ndugu watakuwa influence tu na huko wanakokaa. Kwa hivyo Mungu alitaka kwamba katika kila kitu anachofanya aweze kuwasaidia waende kwa wakati wake mwenyewe. Na kingine pia tunaona kwamba Mungu anajaribu kuwaonya hao waungwana kwamba jamani, hao wafalme watakapokuja, mmeshasema wafalme wa duniani wanachukua
wana exploit tofauti na Yesu. Yesu anasema nimekuja ili niwape uzima na uzima tele, kama anavyosema kwamba Yohana 10:10, mwizi huja kuiba na kuharibu, lakini mimi nimekuja niwape uzima na uzima tele. Kwa hivyo hawa wafalme Mungu alijua kwamba wangeweza kuwa exploit. Yaani alikuwa ana buy time aweze kutengeneza karakta zao, aweze kutengeneza ule mfalme anayemtaka, ili wakati utakapofika aweze kumunveil. Na atakapomunveil kwamba huyu mfalme ambaye tunamuona huko mbele ambaye ni Daudi, ambaye ndio alikuwa baada ya Sauli kukataliwa. Kwa hivyo hichi kitu kingine, kwa sababu wafalme wa duniani wanapenda sana pesa, wanapenda madaraka. Kwa hivyo Mungu sivyo alivyo. Na kingine ni kwamba tujifunze kutokuwa selfish katika kila kitu tunachofanya, kwa sababu Mungu mwenyewe katika hiyo kitabu cha Nyakati 17:20 alitegemea kwamba huyu mfalme, tofauti na kwamba atawaongoza, atawamiliki, kwa sababu alisema atachukua watoto wenu, watakuwa perfumers, kwamba atachukua ardhi zenu ambazo ni nzuri zaidi. Yaani shetani anachukua, dunia inachukua, ina exploit. Lakini Mungu anasema kwamba mwenyewe Kutoka 17:20 anasema kwamba huyu mfalme atakaye kuja anapaswa kuwa ni kama kaka, yani ni kama ndugu yao, ambaye atawasaidia, atawaelewa, atakuwa na huruma na wao, na jinsi ndivyo Mungu anavyopenda na yeye sisi kwetu. Kwa hivyo tumsikilize Mungu, tusifanye vitu vyetu wenyewe. Pia tunapochagua viongozi wanaojua wajibu, kwamba wewe umewekwa tu, tukumbuke kwamba tuko accountable kwa Mungu, kwamba mamlaka tuliopewa Mungu ametupatia, tunakasimu kwa niaba ya Mungu, na kila chochote tutakachofanya lazima tutatoa hesabu. Kwa hivyo tuwe makini kwamba sisi kama viongozi na viongozi tunaowachagua tuangalie, je, wana moyo wa Mungu, wana hofu ya Mungu. Kwa mfano kama hizo nilizoweka hapo kwamba Luka hiyo 20 na Luka 12:44, na watawatunza kondoo kwa uadilifu. Na pia hiyo Mitume 20:8, jilindeni nafsi zenu na mlinde lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi wake. Lichukulieni kanisa lake Mungu aliloliinua kwa damu yake, lichungeni. Kwa hivyo yani Mungu anataka servant leadership, yani mtu ambaye ana huruma, ana hofu ya Mungu. Yani hawa ni kondoo tumepewa. Lakini saizi kama tunavyoangalia, yani saizi watu ni kuexploit, yani kondoo wako exploited, yani wanamnufaisha huyo shepherd. Yani tunaona saizi hela zote zinaenda kwa wachungaji, tunabariki wachungaji wawe na maisha mazuri, yani hela zote, yani vitu vyote tunawapelekea wachungaji, na wachungaji wao hawakumbuki kwamba wao wanapaswa tu kulilinda kanisa, kulisaidia, na wanajilimbikizia mali na viongozi. Kwa hiyo tujiangalie kwamba katika kile chote tunachofanya sisi tumewekwa kuwa kondoo, tuwatunze kondoo wa Mungu. Mungu tutakuja kutoa hesabu. Na kingine pia kuongezea tu, sometimes wanasema desperate people do desperate things. Kwa hiyo na sisi tuwe makini, unapokuwa desperate usifanye maamuzi, na unapokuwa desperate muombe Mungu, tumeshasema. Kwa hiyo hatuangalii yale yanayoonekana, bali yale yasionekana, kwa maana yale yanaonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasionekana ni ya milele. Kwa hivyo hawa walikuwa enticed kwa vitu wanavyoviona, yani vitu vya shetani na vya dunia vinameremeta kweli, lakini mwisho wake vyote vinaangamiza. Kwa hivyo na sisi tuwe makini kwamba tusiangalie tu viongozi kwamba hawa wana hela sana, wana wadhifa, kwamba hawa ndio wanafaa. Je, wana moyo wa Mungu? Mungu ndio anaowataka? Wana huruma na watu wa Mungu? Alafu kingine ni tuige mfano wa Yesu, mfano wa kiongozi mchungaji mwema, tumeshasema, kwa sababu Mungu mwenyewe amesema kwenye nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendao, wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Jamani, wapo watu wanaompenda Mungu, watu wanaomcha Mungu. Kwa hivyo kuliko kujichagulia tu vitu ambavyo havina faida, ambavyo ni mateso, Mungu anaona mioyo ya watu, anajua kwamba hawa tukiweka katika nafasi watakuwa ni viongozi wazuri. Lakini pia tukumbuke kikubwa zaidi, Mungu ndiye mfalme, hatuhitaji mfalme mwingine tena. Na kingine tumeshasema tusifanye maamuzi bila kumshirikisha Mungu. Kingine kumkataa Mungu, kwamba jamani, tunapomkataa Mungu na
tunapotaka kuongozwa na watu wa duniani ambao wanatumia akili na akili zao ni ndogo, ni kwamba tunamkataa alivyosema kwamba alivyoambia Samueli kwamba waje kukataa wamenikataa mimi. Kwa hivyo kumkataa Mungu kama mfalme ni kukataa Mungu na nguvu zake na mamlaka yake na wokovu na neema ambayo ni nzuri, haitabishi, haiteseshi. Tofauti na shetani, tunamkimbilia kwa sababu anaonekana ni mzuri, anatoa vitu vizuri ambavyo ni temporary, lakini ndio kama hivyo atakwenda kututesa na kutunyanyasa. Kwa hivyo jamani, tumtegemee Mungu katika kila kitu na tuamini katika uongozi wake. Hivi vitu vingine duniani vitu guide, lakini visiwe kwamba ndio 100%. Kingine tumeshasema Samueli aliomba, na kingine tawala na Mungu, sio ufalme wa watu wa dunia. Chagua viongozi wanaomjua Mungu na wenye hofu ya Mungu, tumeshasema. Kwa mfano mnakumbuka kwenye hiyo chapter 7 tuliyotoka, tunaona kwamba jamani, mwenye haki anapotawala watu wananawiri, maisha yanakuwa mazuri. Kwa hivyo jamani, tumuombe Mungu achague viongozi wanaofaa, kwa sababu unaona kipindi cha Samueli maisha yalikuwa ni mazuri. Huko nyuma walikuwa wamepigika, wameteseka, yani walikuwa wanaishi maisha ya mateso kweli. Lakini unaona kwamba kwenye 7 baada ya kumrudia Mungu na kutubu na kutoa sadaka, yani Mungu kumrudia Mungu, kwamba waliishi, miji ilirudishwa, amani kati ya Waisraeli na Waamori miaka 40, na viongozi na wafalme wa dunia. Okay, hivyo. Kwa hivyo tunapotambua mamlaka na ukuu wa Mungu, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa furaha. Na pia tunaona kwamba wafalme, mmeshasema, Jeni amesema kwamba wafalme bwana wa duniani wana kiburi, yani wanajiona ni kama wamejiweka. Nakumbuka kwamba tunapofanyaga uchaguzi Tanzania tunachagua watu, lakini wanatupa hela. Kwa hivyo baadaye wanapokuwa kwenye mamlaka huwezi kufanya chochote. Ukienda kuambia chochote, wao wanasema mimi ndio wapa hela, mlikula hela yangu. Kwa hivyo saizi ni wakati wangu wa kula. Kwa hivyo tuwe makini. Kwa mfano kama hapa tunaonywa, kwa sababu alivyosema kwamba watu wafalme mtakao wachagua ni wabaya, watafanya vitu vibaya. Tuwe makini. Sababu Danieli 4:30 anasema, mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliyojijengea mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Yani wafalme wa duniani wako very corrupt, yani wako selfish. Yani kama Nebukadneza alifika mahali, na hata sisi wenyewe tunajua kwamba wafalme tunaowachagua ambao hawajatoka kwa Mungu wanatukandamiza, wanatutesa, yani wanakuwa wao wanataka waabudiwe wao, na hata sisi wenyewe tunajua. Na Mungu amesema tusiabudu watu, Mungu peke yake, tusiwe na miungu mingine zaidi ya Mungu wetu. Na kingine tunaona kwamba tumeshasema wana nguvu ya soda, yani kama huyo Danieli alikuwa kama huyo Nebukadneza, yani ana nguvu ya soda tu, yani hawana mamlaka yoyote. Wasitutishe, lakini sisi tumwangalie tu Mungu. Tukumbuke jamani, Mungu ndio mwenye mamlaka pekee na kutoa na kuchagua wafalme, kunyang'anya wabaya na kuwapa wazuri. Tukumbuke, tumuombe Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe sometimes out of his own thinking, kwa sababu hao walitaka mfalme, Mungu aliwaambia okay, si mnataka mfalme, akawapa Sauli. Huko mbele tutaona Sauli alivyokuwa mtu tofauti, lakini kwa kuangalia kwa binadamu alikuwa mzuri wa sura, alikuwa handsome, alikuwa na nguvu. Yani huko mbele tunaona alivyochaguliwa, yani anaposimama, yani kweli unaona huyu ni mtu. Kwa hivyo sometimes eyes can be very deceiving. Kwa hivyo na sisi tunapochagua viongozi jamani, tusiangalie macho, kwa sababu macho yanadanganya. Mungu anaona mioyo. Kwa hivyo chochote tunachofanya tusiangalie kwa macho, tumtegee Mungu zaidi katika vitu vingi. Tusirudi Misri jamani, tumeshatoka Misri, tunajua tulivyoteseka, tulivyopigika. Kwa hivyo tusonge mbele, tumwamini tu Mungu. Hatutaki mfalme mwingine, tutafute kwanza ufalme wa Mungu na vitu vingine vyote tutaongezewa. Kukumbusha hiyo Wathesalonike wa kwanza 5:5, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wa giza. Kwa hivyo jamani, sisi hatuwezi kutawaliwa na wafalme wa giza, tunatawaliwa na nuru na ni Mungu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe atuchagulie hao wafalme anaotaka ili tuongoze kwa nuru. Hii tumeshasema. Tumeshasema huruma na mateso.
Kingine, tumetumwa kuletwa duniani, sisi si wa duniani. Tukumbuke kwamba sisi hapa ni temporary citizens, kwa sababu kwamba hapa inasema kwamba ukubwa, mamlaka yetu, yani allegiance yetu kubwa, yani reference, yani ni kwa Mungu, sio kwa dunia. Kwa hivyo tukumbuke kwamba jamani, tuko on transit. Kazi yetu kubwa sisi tumeletwa hapa duniani ni kwamba sisi tuko hapa. Hiyo kazi Mungu aliyotupatia ametufanya sisi kina mama wazazi, na hiyo kazi aliyotupa, hiyo tu ni kazi ya kutuweka hapa duniani. Kama Waswahili wanavyosema, ni kitu cha kutupa chakula sio chakula anyway, kwa sababu Mungu ndiye anayetupa chakula. Kwa hiyo tukumbuke kwamba sisi bwana tuko duniani, lakini sisi sio wa duniani. Kwa hivyo tusiache tukasahau chochote tunachofanya. Roho Mtakatifu atukumbushe, tukumbuke kwamba sisi bwana ni wa Mungu, sio wa duniani. Kama Yohana 17:14 nasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Tukumbuke jamani, ulimwenguni sisi, sio kwetu, sisi tunapita tu. Na kingine, tumjue Mungu zaidi jamani. Tubadilishwe mioyo yetu, nafsi zetu, kwa sababu tutakapobadilishwa mioyo yetu na nafsi zetu, hata hao viongozi tuendelee kuwaombea, kwa sababu wanapobadilishwa watakuwa watu wazuri, watamcha Mungu na watamtumikia Mungu kwa uaminifu zaidi. Nimeshasema kwamba Mungu wetu ni mkuu zaidi. Yaani nilipokuwa nasoma hii Kutoka nikafarijika sana kwamba tunatafuta vitu ambavyo ni vidogo, havina faida. Kama hao walitaka mfalme ambaye anaonekana kwa macho ataenda kuwapigania vita, ambaye mfalme mwenyewe anaweza akafa, hana nguvu yote. Kwa hivyo na sisi tunataka vitu ambavyo vinaonekana vina baana, lakini havina thamani, ambavyo haviwezi kutusaidia chochote. Kwa sababu kama ni afadhali uwe na mfalme ambaye anaweza kupigana vita na anatumia mbinu tofauti kuliko mfalme wa kawaida, akipelekwa anaweza akapigwa akafa. Kwa hivyo kama hiyo Kutoka 15:11 anasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu. Na Ufunuo 19:16 sema, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na wakumbusha tu jamani kwamba jamani, tuna mfalme mkubwa zaidi ambaye ni Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme. Kwa hivyo siku zote tukihitaji chochote twende kwake, tusitafute msaada mahali pengine. Tuna Mungu ambaye ni mkubwa zaidi ya system tunavyozihangaikia. Viongozi ambao hawana faida wapo tu, wamewekwa tu temporary kutusaidia, lakini tutafute ufalme wa Mungu na kuongozwa na Mungu katika kuchagua wafalme ambao wako after his own heart, ambao watafanya kusudi la Mungu na sitofurahia maisha mazuri. Tunaona kwamba Mungu pia ni hekima, na tunaona kwamba Wakolosai 2:3 ambaye ndani yake yeye hazina yote ya hekima na maarifa zimesitirika in whom. Kwa hivyo Mungu ni hekima, yani hiyo hekima tunayotafuta, nguvu ya kuongozwa, yani everything we are looking for iko ndani ya Mungu. Na nimeshasema hiyo, nimeshasema kwamba jamani, Mungu ana hekima kuliko wafalme wote. Kwa hivyo jamani, tutafute Mungu, tutafute kuongozwa na Mungu katika kila kitu, tusitegemee akili zetu wala maarifa yetu. Kwa kumalizia, nawakumbusha tu kwamba jamani, sisi Kristo ni mfalme wa kweli, yeye ni mchungaji mwema, anaongoza kwa huruma, si mnyanyasaji, ni mfalme wa haki, amejaa rehema na anatupa uzima tele. Kwa hivyo ndugu zanguni, katika kila kitu tunachofanya tukumbuke kwamba Mungu mwenyewe ndiye anayechagua wafalme, tumuombe, na Mungu mfalme anayetupatia tunamchukua huyo, kwa sababu tumeona huko mbele wiki iliyopita kwamba Mungu mwenyewe anapochagua, tunaweza sometimes akakupa mtu ukaona kwamba huyu hafai, lakini Mungu mwenyewe anamchagua kwa ajili ya yeye mwenyewe, na anapomchagua yeye ni afadhali. Kwa mfano unaona kama kuna kina Cyrus, kuna kina Nebukadneza, kwa hivyo sometimes katika different dispensations Mungu anaweza akachagua wafalme tofauti kwa ajili ya kitu tofauti, lakini ni bora atuchagulie yeye kuliko tujichagulie sisi wenyewe. Kwa hivyo tusitegemea akili zetu wala mawazo yetu kuchagua, lakini siku zote tuende kwa kumtii Mungu atusaidie katika maamuzi yote tunayofanya.
Jamani, mimi nimemaliza. Mbarikiwe sana. Hii chapter imenikumbusha kwamba jamani, kama viongozi tuna jukumu kubwa. Yaani mimi kikubwa nilichojifunza zaidi katika hii chapter ni kwamba uongozi ni dhamana, na katika uongozi kuwa dhamana ni kwamba katika chochote tunachofanya ni kwamba tumtii Mungu zaidi kuliko kuangalia akili zetu na maarifa yetu. Kwamba katika chochote tunachofanya tumtii Mungu na tusiangalia akili zetu sisi wenyewe. Nimejifunza kwamba kwa sababu mimi nilikuwa najua kwamba kuwa kiongozi ni wengine huwa tunachukua tu kwamba umechaguliwa, unachukua ni sifa kuwa kiongozi, pengine utakaa benchi ya mbele pale maamuzi atakapofanyika kanisani, wewe utapata first insight. Lakini tuchukulie ili kama ni jukumu kubwa zaidi, kwamba Mungu anapotupa pale kuna majukumu anayotupatia na anatutegemea sisi tusimame katika nafasi, katika uaminifu, katika wale watu Mungu ambao ametupa kuwaongoza, na tukikumbuka kwamba Mungu tutatoa hesabu mbele za Mungu katika kila nafasi yote ambayo Mungu ametupatia. Tusikae tu tukabweteka, lakini Mungu we shall stand before God, na kila mtu atatoa hesabu katika kila jukumu lolote Mungu alilotupatia. Na kingine tukumbuke kwamba tunapopewa nafasi, hiyo nafasi Mungu aliyotupa, kila mtu ana wito tofauti. Tusitegemee kwa kuwa sisi tumeitwa na Mungu ametupa ministries, ametupa huduma kuridhisha watoto wetu. Tumeona madhara ya kuridhisha watu ambao hawana wito. Siku zote unapopewa kazi, unapomaliza kazi kama Musa, muombe Mungu kwamba Mungu, hapa mimi nafanyaje? Pia Mungu ametupa jukumu la kutrain watu. Unapokuwa kiongozi usikae tu wewe mwenyewe. Kwa mfano kama Musa, kuna kipindi baba mkwe wake Jethro alipokuja kumtembelea akakuta kwamba anaongoza watu kibao na kila kitu alikuwa anafanya yeye. Akamwambia, Bwana, tafuta watu wa kuweza kubenta watu ambao watasaidia watu wako. Kwa hivyo na sisi tunapokuwa viongozi tumente watu ambao watatuchukua baada ya sisi kuondoka, ili wao waweze tunapoweka msingi bora katika kanisa, kama jinsi ambavyo uongozi katika kanisa la New Testament, kazi yao walikuwa ni mapriest, kuwafundisha watu, kuhakikisha kwamba watu walishi matango pori. Kwa hivyo na sisi train watu katika kumjua Mungu na katika huduma, ili hata sisi tutakapoondoka tukute kwamba foundation inasimama pale pale. Tusijichukulie kwamba kila kitu tukahodhi sisi mamlaka yote. Na kingine, tunapoona vitu vimeharibika tusiangalie tu kwa macho, kwa sababu ndio walimuona Samueli ni mzee na kwamba wanahitaji mtu mwingine. Kwa hiyo tusiangalie vitu kwa face value, lakini katika kila kitu tunachokiangalia tukiangalia kwa macho ya kimungu, kwamba hapa Mungu, wewe unataka mimi nifanyeje? Kwa sababu walimuona ni mzee na watoto wake ni wabaya, ndio kwa sababu the next most possible option ni kwenda kuchagua mtu mwingine wa kuweza kuwasimamia. Kwa hivyo jamani, tuwe makini, viongozi tunaowachagua, maamuzi tunayofanya katika maisha, tumuombe Mungu, tumtegemee Mungu, tusitegemee akili zetu. Na kikubwa tukumbuke jamani, sisi hapa duniani tunapita. Sisi we are not citizens wa hapa. Allegiance yetu yote iko kwa Mungu. Tunapolala, tunapoamka, unapoenda kazini, ujue tu ni kibarua, ni temporary. Yaani wewe umepewa tu kukaimu hii nafasi, lakini wakati utakapofika utaondoka. Kwa hivyo tusisahau kwamba sisi ni royal priesthood, kwamba tumewekwa hapa kumwadhimisha Mungu na the kingdom of God, tukawa conformed to the standards of the world. Tusiwe conformed katika standards of the world, lakini tuwe conformed by the renewal of our mind, our hearts. Sisi tulete ufalme wa Mungu duniani, Mungu aonekane duniani, ili dunia watuone sisi, waone ufalme wa Mungu na wao watake Mungu wetu, sio sisi tutake Mungu wao. Naomba nimshukuru Mungu alafu nimalize. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakurudishia sifa na shukrani. Baba, nasema asante kwa wema wako na uaminifu wako. Asante for giving me this privilege. Nasema asante kwa wote waliokuja jioni ya leo. Baba, tunawakabidhi mikononi mwako, kwamba Bwana, neno hili ambalo Bwana limetoka hapa siku ya leo, Roho Mtakatifu, according to your will and your purpose, zile lessons ambazo nazotaka kwamba Roho Mtakatifu tukajifunze. Roho Mtakatifu, ninaomba neno hili likazidi kunena ndani mwetu, likarekebishe kile chochote ambacho kipo ndani mwetu ambacho ni kinyume na mapenzi yako, na ukatubadilishe Bwana, our minds, our hearts, na katika kila kitu tunachofanya tukakumbuke kwamba Mungu,
wewe kwanza na vitu vingine baadaye, kwamba katika kila kitu tunachofanya tukutegemee wewe, tusiangalie akili zetu, maarifa yetu, tusiangalie wanaotuzunguka, bali tukakuangalia wewe. Katika jina la Yesu Kristo niomba na kuamini, amen. Kwa hivyo kama uko hapa ambao hujawahi kumpokea Yesu, wewe kama watoto wa Samueli unaenda kanisani, kama watoto wa Samueli upo na kufuata tu mkumbo, salvation is personal. Siku hiyo itakapofika kila mtu atatoa hukumu ya maisha yake. Kwa hivyo kama uko hapa hujawahi kumpokea Yesu, wewe ni mwanadini mzuri, mwendaji kanisani mzuri, huu ni wakati wako wa kujitathmini. Kaa chini, tafakari, muombe Mungu akusamee, akufutie dhambi zako zote, na umpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo uende huko kwenye YouTube yetu, kwenye uwasiliana na viongozi wetu humu ndani. Kama unataka kumpokea Yesu, tutakusaidia, tutakuelekeza, na it is the best thing you can ever do. Mungu awabariki sana na watakia siku njema. Back to you moderator. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu awabariki wote. Jeni, labda utaendelea pointi yako tukika kwenye vibanda. Sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.